Majina, mimi naitwa Dr. Jabera Matogoro. Ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa chuo cha Tanzania Community Networks Polytechnic College. Na lengo letu ni kutoa mafunzo ya tehama, lakini pamoja na mafunzo ya matumizi ya kuchakata data, namna ya kuchakata data, yani data analysis. Na kwa mwaka huu 2025 tumekuwa na mafunzo ambayo yalianzia Mwanza. Tulikuwa na washiriki zaidi ya 15, lakini tulipotoka Mwanza tukawa na mafunzo mengine ambayo yalifanyikia Morogoro, na bahati nzuri sasa leo tunahitimisha mafunzo ya awamu ya kwanza kwa mwaka huu 2025 katika eneo la Dodoma, na kwa kweli tumepata mwitikio mzuri. Tumepata washiriki ambao wametoka kwenye taasisi binafsi, serikali, tunao wanafunzi wanaofanya masomo ya uzamili na uzamivu, lakini pia na watu wanaojishughulika na shughuli mbalimbali, vijana waliomaliza vyuo ambao wameona fursa hii ya namna ya kutumia na kuchakata data kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kwa majina naitwa William Zimali Nyingi, ni mwezeshaji wa haya mafunzo. Kwa kitu tulichokiona katika haya mafunzo ni kwamba watu wengi wanapenda kufanya takwimu na watu wengi wanategemea takwimu, lakini hawajui takwimu wazipate wapi na wazipate vipi. Kwa hiyo katika haya mafunzo tumekuwa tukiwakumbushia watu umuhimu wa takwimu na athari za watu wanaweza kuzipata kutokana na kukusanya aidha takwimu mbaya au takwimu nzuri. Kwa hiyo upokeo wa watu ni mzuri na watu wameweza kujifunza kwamba kama Waingereza wanavyosema data is just as good as the way we collect it. Kwa hiyo katika process mzima au mchakato mzima wa ukusanyaji takwimu, mlolongo mzima utakuwa mbovu, basi tutakachokipata pia kitakuwa kibovu. Na kama kitakuwa kibovu, kitapelekea hata katika matumizi yake, na matumizi yatakuwa mabovu. Kwa majina naitwa Angel Gabriel Meela, ni mhadhiri msaidizi katika chuo cha Wasibu Arusha, na pia ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa PhD katika chuo cha Nelson Mandela. Nafasi hii ya kuhudhuria mafunzo haya ya SPSS yananisaidia sana na yamebadili sana mtazamo nilokuwa nao kuhusu zoezi la ukusanyaji wa data, kuanzia forms zinavyoandaliwa na uchakataji wenyewe wa data. Kwa sababu ili uweze kupata matokeo mazuri ni lazima uwe umejiandaa kutokea mwanzo. Na kama ambavyo saizi tunaambiwa data is a new fuel, na ili gari lolote liweze kutembea ni lazima liwe na mafuta. Mafuta hayo tulionayo katika dunia sasa hivi ya teknolojia ni data. Na ili data ili ziweze kuleta maamuzi sahihi katika taasisi au katika research inayofanywa, ni lazima ziwe zimeandaliwa vizuri kuanzia mwanzo. Ni lazima data ziwe na quality, zile quality zinazotakiwa kwenye data: completeness, validity, accuracy, consistency na mengineyo. Lakini pia data hizi lazima zikusanywe kutoka kwa wahusika sahihi. Kuna wale kusanya data ambao hawafiki kwenye eneo husika na wanaleta data ambazo hazijatoka kwenye eneo ambalo lilikuwa linatakiwa, na hivyo zikija kuchakatwa zinaleta matokeo ambayo sio yalikuwa ya wale walengwa halisi. Mimi naitwa Hindu Ibrahim na tukia Benjamin Mkapa hospitali kwenye kurugenzi ya utafiti na mafunzo, nikiwa kama mkurugenzi msaidizi wa utafiti na ubunifu. Tumeweza kuhudhuria katika mafunzo haya si mimi peke yangu, bali na wengine kutoka Benjamin Mkapa hospitali. Tuliweza kuorganize hilo swala chini ya mkurugenzi mtendaji Profesa Makubi, ili tuweze kuja kupata ujuzi wa namna ya kuanalyze data ambazo zipo katika idara zetu tofauti tofauti. Kwa hiyo hata na sisi tuliokuja hapa tumekuja kutoka idara tofauti tofauti, sababu tunatoa huduma mbalimbali kwa wateja wetu, na tuna wateja wa miaka mingi, wa muda mrefu. Kwa hiyo tunatamani kujua data tulizonazo katika mifumo zinasemaje kuhusiana na huduma zetu, ili tuweze kuzianalyze na kuweza kuzitumia katika kuboresha huduma mbalimbali na kutoa ujumbe mbalimbali kwenye community, namna gani wanaweza wakajizuia na masuala ya magonjwa. Lakini licha ya hivyo, na sisi tunaweza tukajiboresha wapi. Kwa hiyo tulianza kwa kipindi kirefu katika kuanalyze data zetu, lakini tunataka sasa kuongeza wigo katika idara nyingine, ili na wao waone namna gani watakapokuwa wakianalyze data zao. Wasitusumie tu sisi ambao tuko kwenye kitengo cha utafiti, lakini wao pia wawe na uwezo wa kuanalyze, kuvuta data na kuinform the hospital au community na national pia kwa ujumla.